Siku hii imefika. Watu wadogo mbele wameshika neno la Mungu, taa iangazayo. Kwa kweli wamependeza, watoto wamependeza. Nyuma yao tuna watoto wengine wanatupia maua, na kawaida maua ni ishara ya upendo pia, nao wanakuja taratibu. Kwa kweli leo siku hii ilisubiriwa sana. Kama Mungu akiruhusu, rafiki yetu Paulo Frank Semfukwe na dada yule Happiness basi watafanya jambo jipya ulimwenguni na watakuwa mwili mmoja kiroho. Tunaendelea kuwakaribisha wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa sherehe ya leo, kwa ibada ya leo ya ndoa ambayo tunaamini Mungu anaongoza mipango yote iliyoko hapa. Hao wanaoingia ni watangulizi, na mbele ni vijana wawili waliolishika neno la Mungu, taa iangazayo. Haya, pale mlangoni wanaanza kuingia vijana wakubwa, nao pia wamependeza kweli kweli, wamevalia ninaamini muda si mrefu nitaona vijana wa kiume nao. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika kanisa la Waadventista wa Sabato, basi hivyo ndivyo tunafanya ibada zetu za ndoa, tukimtukuza Mungu. Wanaingia hivyo, nyuma yangu wanaingia vijana wa kiume. Vijana wa kiume wengi wao hawajaoa, na wewe binti uliyekaa huko unaona kabisa hujaolewa. Wakati ibada yetu inaendelea, tunaarifiwa kwamba tuko live kwenye channel za Wajna. Tuko live kwa Metsi wetu, endeleeni kupendeza. Tuko live Wajna TV na TikTok. Tunaendelea kubarikiwa na tuwepo hapa, na Mungu ambariki kila mmoja aliyechukua muda wake kuwepo maeneo hapa. Vijana wa kike wanakutana, wanajipanga sawa sawa. Ni ndogo, unaweza kaingia Wajna ukaangalia pale. Yes, wanaachia njia wale. Naona njia ni ndogo, muiongeze kidogo njia yenu hiyo. Yes, anaingia mwingine hapo. Hao mnawaona, niwaombe Metsi muache nafasi kati ya mtu na mtu ili watu wa nyuma. Mdada aliyependeza kweli kweli, mdada ambaye sheria ya nchi ya Tanzania inamtaka awe shahidi atakayetia sahihi yake
na sheria ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shahidi mkubwa anaingia, amependeza kwelikweli. Nyuma yangu huku atatokea shahidi mwingine wa kiume. Haya, hawa wanakutana ni Mr. and Mrs. Jacob Kizwili, bwana na bibi harusi wa miaka kadhaa iliyopita hapo. Wanakumbushia walitembea namna hiyo katika viwanja hivi. Haya, mlangoni wanaingia tena mabinti wadogo wakiwa wameshikilia maua. Nadhani maua haya ni rasmi zaidi. Maua haya nadhani rasmi zaidi, yanamlenga mtu maalum zaidi, nikiwa na imani wanaashiria kwamba mwali ataonekana muda si mrefu, baada ya kufunga ndoa muda si mrefu. Hivyo na unyenyekevu, bibi harusi anaandaliwa njia, bado anaingia kijana mwingine mdogo. Kuna mambo huwa hayajirudii, na yakijirudia ni bahati mbaya. Ninaomba utulivu kidogo. Bibi harusi anashuka gari yake vile. Bibi harusi, kaka mkubwa anamuona, anasogea pale. Bibi harusi yuko mlangoni tayari kwenye zulia jekundu. Aha, amevaa nguo nyeupe kama theluji. Bibi harusi anafundishwa namna kutembea. Jamani, siku ya harusi ni kubwa sana. Leo bibi harusi anafundishwa namna kutembea. Matron anakuja kumfundisha Paulo. Paulo anafundishwa kutembea. Jamani, kama unampenda Paulo sema amina. Yes, namna hiyo. Huyo ndio Paulo, yupo na ndugu yake, wanatembea taratibu. Dada anamkimbiza Paulo ili awahi kufika kwenye mali yake. Yuko vizuri. Naona kama mnamchelewesha. Paulo, tembea baba. Dada anataka wewe kufika. Jamani, kule mlangoni yuko Happy na amependeza. Leo Happy haangalii mbele, anaangalia chini. Unaweza ukaingia TikTok live, utawakuta wajina wako pale, wako live. Bibi harusi yuko na vijana wawili mahiri kabisa, kaka zake wapendwa. Wanaingia naye, wanamleta kumkabidhi kwa bwana shemeji. Bwana shemeji haangalii chini, anaangalia mbele. Hivi ndivyo ambavyo tunafanya ibada zetu za ndoa makanisa ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Kwa endelea kujifunza, endelea kushuhudia utulivu na unyenyekevu ukiwa ibadani mbele za Mungu. Happiness wakikutana pamoja, kwa sababu tumekubali kwamba tunawapenda, tutasimama wote
pale Paulo ambapo atakuwa akihakikisha kwamba huyu ndio Happiness kweli au ni Lucy. Anaweza kawa Lucy asiwe happy. Kwa tutasimama wote, tutampongeza kwa kusema amina, yani mambo yote yawe hivyo. Wanatembea hapo katikati kwenye zulia jekundu. Hawa ndio wanaotarajiwa dakika chache zijazo. Tangazo litangazwe na mti wa mafuta wa Mungu kwamba sio wawili tena. Kwa kama wewe umewahi kuwa na Paulo, uangalie namna Paulo anatembea kwa hakika kabisa. Paulo haangalii chini, anaangalia mbele tu, anasonga mbele namna hiyo, na kwa kweli tunashuhudia. Kuna watu wametoka sehemu mbalimbali kuja kushuhudia. Kuna watu wametoka Manyovu na vijiji vyake. Kuna watu wametoka Kigoma. Kuna wale kutoka Mwanza, Shinyanga, na wengine zaidi wametokea Dodoma. Tupo nao hapo, na Mungu awabariki wote mliokuja. Na kwa Paulo anatembea taratibu. Unajua matukio haya Paulo hayaoni, Happiness hayaoni, atayaonea sebuleni kwake. Kwa hiyo turuhusu wale ambao ni rasmi wachukue matukio kwa ajili ya Paulo na Happiness. Wanaenda kukutana. Dada amemwachia Paulo na kaka wale wanaelekea kumwachia Happy ili Happy atembee peke yake, tayari kwa ajili ya kufanya mambo yao. Wakikaribiana, nitawaomba waumini wote na washiriki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tutasimama ishara tu ya kumpongeza mpendwa wetu Paulo na Happiness kwa kuamua tu leo siku hii wafanye haya. Wale mlioko TikTok, nanyi ikiwapendeza, simameni tu huko mpongeze Paulo na Happiness. Basi ikiwa hapo ulipokaa unampenda Paulo na Happiness, nikusihi usimame ili na ushuhudie kile ambacho Paulo anafanya. Ikiwa inakupendeza, unaweza ukasimama. Niombe wazazi wa bwana harusi na timu yake, wazazi wa bibi harusi, tusimame wote, washiriki, wageni waalikwa, tusimame tushuhudie vile Paulo naye anashuhudia mke wake mtarajiwa kwamba ni yeye au ni Lucy au ni Vicky. Tumepewa Vicky hapa. Yes. Na Paulo ukifika, ukigundua ni yeye, tunyoshe mkono kwamba ni yeye, maana sisi wengine hatumfahamu vizuri. Namna hiyo Paulo anamkaribia yule bibi harusi. Paulo anamkaribia, wazazi wanaona, wazazi wa pande mbili. Yes. Anamkabidhi zawadi moja. Yes, namna hiyo. Aha. Paulo anamfunua. Aha. Basi amefika karibu yake. Tuseme amina wote kwa ajili ya Paulo na Happiness. Haya, tunaweza tukakaa sasa, tukawaacha waje. Yes. Asante.
Hawa ndio maharusi wetu wa leo, siku ya 26 ya mwezi wa 10. Hawa ndio wamefanya sisi tuwepo. Nyuma yao wako mashahidi kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hao ndio mashahidi ambao serikali ya Tanzania inawatambua, lakini mbingu zinatambua mimi na wewe ni mashahidi, na hata malaika nao wapo kama mashahidi. Paulo anaingia namna hiyo akiwa amenyooka kabisa kabisa, hana mkunjo wowote. Wako vijana wa kiume na wa kike waliopendeza vizuri, nao wanasindikiza kumwona kijana mwenzetu akifanya kwao. Nani ajuaye, huenda siku moja na wao wakatualika tena tuwepo maneno haya. Leo wanaweka historia, wanaiweka historia chini ya jengo hili la Mungu na malaika wakishuhudia. Na wasubiria meti muongeze mwendo ili tuahirishe tukio letu. Ninawasubiria meti muongeze mwendo ili tuahirishe tukio letu. Aha. Asante sana fundi mitambo. Ninamwalika mzee wa kanisa sasa kwa ajili ya programu za ndoa. Karibu. Vitu vyote ni sawa panapo pendo, kila sauti tamu panapo pendo, pana amani pale na furaha nyumbani, siku zote salama panapo pendo, panapo upendo, siku zote salama panapo pendo. Jibu sasa kama mtakavyojibu siku ya hukumu, ambapo siri zote za mioyo zitafunuliwa. Kama mmoja wenu anajua sababu au kipingamizi chochote cha kuunganishwa kihalali katika ndoa, basi na aseme sasa. Bwana Paul, una sababu ya kumkataa Happiness sasa? Sina sababu. Hana sababu. Haleluya. Binti yangu Happiness, una sababu ya kumkataa Bwana Paul? Sina sababu. Hana sababu. Mungu awabariki watoto wetu. Jueni kwa hakika ya kwamba watu wote wanaofunga ndoa kinyume na vile vilivyoruhusiwa katika neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, na ndoa zao si halali. Baada ya maneno haya, naomba Bwana Paul uwe na mic yako hapo karibu. Sema maneno haya. Nashuhudia kwa kweli ya kwamba. Nashuhudia kwa kweli ya kwamba. Sijui pingamizi lolote. Sijui pingamizi lolote. Ili mimi Paul Frankie Simfukwe nisiunganishwe kwa ndoa. Nisiunganishwe kwa ndoa na Happiness Gadiel Andrea. Amen. Chukua mic hiyo binti. Binti yangu, na utasema maneno hayo. Nashuhudia kwa kweli ya kwamba. Nashuhudia kwa kweli ya kwamba. Sijui pingamizi lolote. Sijui pingamizi lolote. Dhidi ya mimi Happiness Gadiel Andrea. Kuunganishwa kwa ndoa na. Kuunganishwa kwa ndoa na Paul Frankie Simfukwe. Amen. Rejesha huko. Ndugu Paul, hili swali utajibu kwa kusema ndio kama nakubali.
Je, unamkubali mwanamke huyu awe mke wako uliyemwoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kwamba utawaacha wanawake wengine wote na kudumu na yeye tu siku zote mtakazoishi ninyi nyote wawili? Ndiyo, nakubali. Ndiyo, unakubali. Hilo ndilo litakalo tuprovia kwamba unampenda. Mbarikiwe. Sasa unaweza kutuambia ninampenda Agneta. Si ni Agneta ile jina lako? Wakati ule alikuwa anakumezea mate tu, alikuwa anakutamani, na wewe ulikuwa unamtamani tu huyu jamaa, maana ulikuwa hujajua kama anakoroma au hakoromi huyu jamaa. Kuna ndume zinakoroma kama simba wa Serengeti, wengine ni vikojozi kitandani. Uende ufike akushushie mzigo ndipo seme ninampenda, maana na mikojo yake naipenda. Sasa hiyo katika hali mbaya na hali njema ndipo tutajua unampenda kweli. Hayo binti yangu, na wewe utajibu hilo swali kwa kusema ndio nakubali. Je, unamkubali mwanamume huyu kuwa mume wako aliyekuoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kwamba utawaacha wanaume wengine wote na kudumu na yeye tu siku zote mtakazoishi ninyi nyote wawili? Ndiyo, amekubali. Haleluya jamani. Sikilizeni watoto wangu wazuri, ni hiyo. Kajiwekee kanuni hii Paul. Mimi niliiweka, imenisaidia. Yaani sikia Paul, wanawake wote ninaowaona mimi nimewaweka makundi haya. Wale wanaonizidi sana na waona ni mama zangu, shikamo zao wachukue. Wale ninaolingana nao wote ni dada zangu, heshima kuheshimiana. Wale ninaowazidi umri ni binti zangu na wapwa zangu. Mwanamke pekee ninayeruhusiwa kugusa kifua chake Paul, yuko mmoja tu, Mama Maranatha yuko pale. Weka kanuni hiyo. Mikono yako si mikono ya ibilisi kugusa vifua vya wanawake wote. Na wewe binti yangu, kanuni ni hiyo hiyo. Wanaume wote unaowaona waweke makundi. Wanaokuzidi baba zako wape shikamo zao. Unaolingana nao kaka zao ni mwiko, tena wewe ni muha. Mwiko kugusa, kufunua kifua mbele ya kaka yako. Wale unaowazidi ni wadogo zako wa kiume na wa kike. Mwanaume pekee unayoruhusiwa kufunua kifua chako mbele yake ni Paul peke yake. Haleluya. Ifanye kuwa kanuni katika maisha. Kanuni nyingine niliyojiwekea ni, mtanisamehe bure wanawake, wanawake wote ninaowaona nikiwaangalia, yani hata ungepaka shedo ukafanana na jini limetoka Maskati, nikikuona unao mwanamke pekee dunia hii asiye na ukimwi ni Mama Mfumusa. Wewe mimi nikuvamie, mimi nakujua wewe, uniletee balaa. Alafu ukivamia li mwanamke huko, kesho kutwa ukiugua homa tu, swali linaanza labuda. Na sasa kama wetu kapima wakikuta nina ngoma labuda. Kwa nini uwe na tabu hiyo wewe? Paul, wanawake wote waone wanao mwanamke pekee asiye na ukimwi ni Happiness. Huyu tu. Na Happiness, wanaume wote mama ni hivyo hivyo. Wanawake wengine wanadanganya, huyu yeye ni mchungaji anafunga tai. Mchungaji, shetani hajui kufunga tai wewe. Mchungaji gani anatongoza wake za watu? Huyu yeye ni mchungaji. Mchungaji anatongoza wake za watu. Ni shetani. Kanuni hiyo Agneta, si nikwambia hiyo, si unaifuata? Aro, usiju kama wewe tukisikia. Sasa
wale wa upande wa bibi harusi wako huko, ni nani anayemtoa mwanamke huyu aolewe na mwanaume huyu? Anayemtoa ni mzee Gadiel. Jamani, punga mkono mzee wangu. Jamani, huyu mzee ni baba mtoto, ni baba wa happiness. Haleluya! Pungeni mkono wazazi, wamesimama. Bwana Paul, sasa shika mkono kabisa, shika mkono vizuri, mkono wako wa kushoto katika mkono wake wa kulia, shika vizuri. Waha wanasema ugabi wenu mwami yegura. Mnasemaje? Ugabi wenu mwami yegura dyaka. Ugabi wenu mwami yegura dyaka. Na wenye wivu tunawaombea jamani, wenye wivu tuwaombee. Yaani sikiliza bwana, mimi sio mwimbaji, ila ningekuwa naimba ningeimba wewe. Maana nilisikia mwimbaji mmoja anasema, ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa hakuna haja kabisa afe kabla hajaona baraka ambazo Mungu ameweka mbele ya. Haleluya jamani. Sema maneno haya. Na ukifika kwenye na kutwaa wewe, uinue huo mkono juu waone, wasidhani ni mchezo. Na wasihi watu wote, na wasihi watu wote waliopo hapa washuhudie ya kwamba mimi Paul Frank Mfukwe. Mwangalie sasa, inua huo mkono juu kabisa, kwamba na kutwaa wewe mtaje Happiness Gadiel Andrew, uwe mke wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenga, kwa kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na kwa maneno haya nakupa ahadi yangu. Haleluya jamani. Na wasihi watu wote waliopo hapa washuhudie kwamba mimi Happiness Gadiel Andrew na kutwaa wewe Paul Frank. Mwangalie sasa, inua mkono wake juu, uwe mume wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenga, kwa kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na kwa maneno haya nakupa ahadi yangu. Mwangalie, nakupa ahadi yangu. Amen. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Baada ya maneno haya na kwenda kupiga magoti, na watoto wangu hawa niwaombee baraka sasa. Haikuwa rahisi kufika bali Mungu uliwakutanisha. Leo ni sherehe, tunawapongeza maharusi, wamependeza sana. Tazama wanavyopita taratibu, Mungu awabariki, mkaishi kwa upendo.
Kama kuna mtu ana zawadi aje ni kuandike faster, tunakimbia sasa hivi. Mke mwema, zawadi ya pekee. Mume wewe sifu na kusema, binti na watu wamefanya mema, lakini wewe umepita wote. Umebarikiwa, pokea sifa. Mume wewe sifu na kusema, binti na watu wamefanya, lakini wewe umepita wote. Umebarikiwa, pokea sifa. Mwanamke huyu anafananishwa na merikebu ya biashara, inaenda mbali sana kutafuta chakula. Mke mwema, zawadi ya pekee. Afanana na merikebu za biashara, huleta chakula kutoka mbali, tena huamka asubuhi mapema. Mke mwema, zawadi ya pekee. Mume wewe sifu na kusema, binti na watu wamefanya mema, lakini wewe umepita wote. Umebarikiwa, pokea sifa. Mume wewe sifu na kusema, binti na watu wamefanya mema, lakini wewe umepita wote. Umebarikiwa, pokea sifa. Happiness katende ambayo Mungu anasema. Sikia. Mume wewe sifu na kusema, binti na watu wamefanya mema, lakini wewe umepita wote. Umebarikiwa, pokea sifa. Mume wewe sifu na kusema, binti na watu wamefanya mema, lakini wewe umepita wote. Umebarikiwa, pokea sifa. Asanteni sana. Mungu akasema si vyema mtu huyo awe peke yake, nami nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Leo Paulo ametudhihirisha mchana peupe. Sikia. Harusi ya wapendwa vijana wetu, furaha ni agizo wametimiza. Harusi ya wapendwa vijana wetu, furaha ni agizo wametimiza. Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, tamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, tamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Tunawashukuru wazazi wa pande zote mbili kwa malezi yenu mema. Hatimaye leo tarehe 26 mwezi wa 10 katika kanisa la Kasulu tunashuhudia ndoa mchana kweupe. Sikia. Wazazi wa
Haya, asanteni sana. Hawa ni wazazi wa bwana harusi, wamefanya sehemu yao. Sasa tunaenda kwenye muda wa zawadi, lakini pamoja na hivyo ninaomba mzee Gadiel na mke wake, mzee Frank Simfukwe na mke wake mje hapa mbele. Na wakati wote